Hali gani mtazamaji wa Kamata TV? Siku ya leo nimekuandalia hapa mezani kwangu habari kutoka nchini Kenya. Nasema kwamba wawili wauawa kwenye maandamano ya Gen Z huko nchini Kenya. Watu wawili wameripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 350 wamejeruhiwa kwenye maandamano ya maazimisho ya kuazimisha mwaka mmoja tangu tukio la Juni mwaka 2025 ambapo vijana 60 waliuawa walipokuwa wanapinga mswada wa fedha nchini Kenya. Kituo kimoja cha televisheni mjini Nairobi, Kenya kimeripoti mauaji ya watu wawili katika maandamano ya leo. Watu hao walipigwa risasi katika mji wa Matuu. Watu kadhaa wametibiwa katika kambi za matibabu zilizowekwa katikati ya jiji la Nairobi kwenye maandamano ambayo yameshuhudiwa kipindi kirefu. Rais wa chama cha matibabu nchini Kenya, Dr. Simon Kigondi, alithibitisha kuwa wamepokea wagonjwa waliokuwa majeraha mbalimbali yakiwemo ya risasi za moto. Amesema baadhi walikuwa wakitokwa damu kwenye vichwa. Aidha, alisema kambi hizo zilikuwa zinatoa huduma ya kwanza kabla ya waasiliwa kufikishwa katika hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta kwa matibabu zaidi. Miongoni mwa majeruhi ni afisa wa polisi wa kike ambaye alivamiwa na waandamanaji. Alikuwa miongoni mwa maafisa 10 waliokuwa na bunduki za kurusha mabomu ya machozi. Ilibidi aokolewe na waandamanaji kadhaa. Baadaye alitibiwa kwa majeraha aliyokuwa nayo na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Katika barabara kuu ya Thika kuingia jijini Nairobi, waandamanaji walishinda nguvu kwa maafisa wa polisi na kuingia jijini. Wakati huo huo, mamlaka ya mawasiliano nchini humo imezima matangazo ya vituo vikuu vya habari vya KTN, NTV na Citizen TV baada ya kukiuka agizo la kusitisha kuonesha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo ambayo yalianza mapema asubuhi. Maafisa wa polisi walivamia mitambo ya mashirika hayo iliyo Naivasha na kuizima. Hata hivyo, vituo hivyo viliendelea kuonyesha matangazo hayo kupitia majukwaa ya mitandao kama vile YouTube, Facebook na X. Tamko hilo la kusitishwa kwa matangazo limelaniwa vikali na wanahabari. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, rais wa chama cha wahariri Zubeida Koume amelaani kitendo hicho akisema ni unanyima wananchi haki ya kufahamishwa kama ilivyo kwenye katiba. Waandamanaji waliendelea kudai haki zao. Shughuli za biashara na usafirishaji zilisimama kabisa katika mji wa Nairobi, Eldoret, Nyeri, Nakuru, Mombasa na Kisii, huku waandamanaji wakitembea kwa mshikamano wakidai haki, mageuzi na kukomeshwa kwa ukatili wa polisi. Barabara zilifungwa kwa vizuizi na magurudumu kuchoma moto katika maeneo mbalimbali, hali iliyosababisha mkwamo wa usafiri wa umma. Hii sio mara ya kwanza kwa vituo kuzuia kuonyesha matukio ya maandamano ya moja kwa moja. Mwaka uliopita vituo vya habari vya Kenya vilizuiliwa kuonyesha matukio ya moja kwa moja vijana wa Gen Z walipovamia bunge la taifa hilo. Wabunge waliahirisha vikao vyao asubuhi wakihofia kuvamiwa na waandamanaji ambao walikuwa wanakabiliana na maafisa wa polisi. Hii ni Kamata TV. Usisahau kutusubscribe katika YouTube channel yetu kama Kamata TV na mitandao mingine yote ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo hilo. Asante na kweli. Ulikuwa nami mtangazaji wako Alex John Kamata. Asante na bye kwa muda huo.